Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nawaletea simulizi ambayo ni tamu na bora kwenu. Sehemu ya kwanza, mzimu wa Facebook. Kijana mmoja anatuelezea kwamba anajuta katika kupita Facebook alikutana na mwanamke ndio ambaye alimfanya asimulie mkasa huu mzima. Msikose kusubscribe na comment ili mjumike katika kusikiliza mkasa huu. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Juma, ni mwanaume pekee ambaye nilipenda mtandao wa Facebook. Sasa katika Facebook nimekuwa nikiomba marafiki huku na kule ili wakuwe rafiki zangu wengi sana katika Facebook. Siku moja nilimuita rafiki yangu anielekeze namna gani naweza nikakuwa na watu wengi sana Facebook. Ndio rafiki yangu akanielekeza jinsi gani naweza nikatafuta wafans wengi, warafiki wengi ili nitumie mtandao wa Facebook. Nilipatia, nikamshukuru sana, nikamwambia umefanya vizuri ndugu yangu. Sasa kipindi nilipofika nyumbani kwangu nikachukua ile simu yangu na kuanza kuedit marafiki huku na kupitia katika posti moja ambayo nimeona mrembo mmoja kwa kiitwa Asia, na light ningejua kama maisha yangu yalipoanzia kusimulia leo singesubutu, lakini kwa sababu ni tamaa iliyotuvaa kama sisi wanaume ndio maana kuja kusimulia mkasa huu ili ujifunze na kuogopa wanawake ambao usio wajua ndani ya Facebook. Sasa ule mbiti Asia nikamwambia umependeza sana mrembo. Akanambia asante kaka. Hivi unaitwa nani kaka? Mimi nikamwambia mimi naitwa Juma. Akanambia sawa na mimi naitwa Asia. Nikamwambia Asia tunaweza tukafahamiana? Akanambia hakuna shida, muda utakijisikia mimi nipo. Ndio sasa msikilizaji, nikampigia rafiki yangu ambaye alikuwa ni mwanaume mwenzangu na kumwambia asante sana kwa kunifungulia Facebook, maana nimepata binti ambaye ni mrembo anaitwa Asia na nimempenda sana japo sijataka kumwambia hisia zangu. Ndio yule rafiki yangu akanambia mwambie, maana Facebook bwana na watu wengi tofauti. Leo unazoka kawia wengine akamchukua. Nikamwambia kweli rafiki yangu na wewe ongeeni ukweli. Pale nikafanya chukua na simu yangu nikamwandikia yule binti Asia, nikamwambia mambo vipi Asia? Akanambia poa. Akanambia unasemaje? Nikamwambia mimi Asia nataka kitu ambacho nataka nikueleweshe, nikueleze. Niambie kama unaruhusu basi unipe muda dakika 5 ili nikwambie licho ndani ya roho. Akacheka sana akamwambia nakusikiliza. Nikamwambia Asia unaona mimi ni mwanaume ambaye ni bora, siko shinda tuita bora kwa wengine lakini niko bora kwako kwa sababu ndani ya macho yangu nimeshinda uwepo wako ni nguvu sana, umenitawala moyo wangu. Yule bibi akanambia asante, maneno yako mazuri. Sasa hivi Juma nikuulize swali pia. Na mimi basi ajisikie huru muda wote niulize. Akanambia sasa hivi utampenda mtu ambaye msiyemjua, mnajuana tu leo afu unatokea kumwambia hisia zako? Nikamwambia binti mimi kukupenda kweli sio kusema ngo sikujui, ila moyo wangu umejisikia unakupenda ghafla. Akatabasamu kabisa tena. Akanambia sawa acha basi tumkabidhi Mungu. Nikamwambia sasa tumkabidhi Mungu. Akasema hapana tumkabidhi Mungu wangu. Nikamwambia Mungu wetu sio yote. Akasema hapana una uhakika? Nikamwambia mimi na uhakika Mungu wetu sio yote. Akacheka, ila wewe maneno yake kucheka yamenipa mashaka sana kunambia yeye Mungu wake, na mimi nikimwambia kama ni Mungu wetu yamenipa mashaka. Nikapuuzia la sababu ni mwanamke, mimi ni mwanaume ambaye nilikuwa kimtamani sana yule mwanamke Asia. Ndio sasa siku moja nimeota niko nafanya naye mapenzi. Nimeshangaa nikasema hivi mtu unamjua siku moja afu na leo unamwota unafanya naye mapenzi? Ila nikapuuzia nikasema hizi ni ndoto tu ambazo zinaweza kuwa namtokea mtu kwa sababu mtu kumfikiria ule ume zake. Ndio sasa rafiki yangu akanipigia simu akanambia Juma vipi? Nikamwambia poa rafiki yangu. Vipi wana ule mpenzi wako Asia? Nikamwambia mashallah mambo yanaendeka sawa, ila tu kinachonichanganya kimoja. Akanambia nipe mkasa. Mimi nikamwambia hivi ule mwanamke nimemuota siku moja ambaye nimempenda siku moja, lakini nimekuta kushangaa nafanya naye mapenzi. Ndio rafiki yangu akanicheka sana kama mbona unanicheka hiyo? Akanambia huyo ni ugwadu, yani fanya uoe, maana hapo ni siku mingi sana haujakuwa na mke, sasa unakuja kumota kunafanya naye mapenzi. Ndio siku ikapita hivyo kwa sababu na mimi nikaona kama ni ukweli. Saa zingine mawazo yangu na fikra zangu kwa sababu ule bibi nimekuwa nishampenda sana ule mpenzi Asia. Sasa ule siku moja ule Asia akanambia vipi Juma, mimi nataka uje nitembelee kwetu, yamba ni ndo kwangu. Sasa nikamwambia kumbe una kwako, unaishi na mume wako? Akanambia hapana mimi sina mume wala sina mdogo wangu wote wengine safari kwa Dubai, lakini naishi peke yangu. Nikamwambia haya basi. Nikamwambia basi nipe ramani ya kujua hapo ulipo. Akanipatia. Sasa niko naelekea kule ila moyo uko unanisita unaniambia bakia, lakini mwingine ananiambia wewe ende tu. Sasa zingine unatoka batika ndio kakuwa bahati yako ya huko mkula mtoto. Mimi nikasema acha niende, leo naliwa mimi mwanaume siwezi nikaogopa sababu nimekuwa nishatokea kumpenda huyo mwanamke. Sasa kipindi ninapofika kwake nikakutana watu ni wengi ndani ya upango. Je, nikaulizia pale nikamwambia mpata Asia bahati yangu
kumbe naenda alikuwa anatoka. Sasa akanambia karibu sana, nikaingia naye sasa nafika mle ndani akamwambia majirani zake kama mimi ni mtu ambaye niko mfanyakazi wa kwao. Nimeshangaa hicho kitu lakini nikapuuzia, nikasema mroho, nikajiuliza ndani ya roho yangu ama ni mke wa mtu mpaka anasema hivi, lakini nikanyamazika, nikasema cha nini mwisho wake ili nijue kipi na mazumuni kusema kama mimi nimekuwa houseboy wake, nimekuwa mfanyakazi wa kwao. Ingia mpaka ndani mwake, palikuwa pazuri sana kabisa, sijawahi kupata kupaona kwangu. Ni mwanamke ambaye nikasema huyu anaishi peke yake. Nimekuwa naoga, najua sasa hivi je mume wake kutaka nikutane na humo sitakuwa nimepata tahadhari mbaya sana. Nikasema cha nipauzie, basi mwanamke mwenyewe ashautaka, nikabaki pale. Sasa kipindi niko pale akaniambia nataka nikupatie kinywaji gani? Nikamwambia chochote kile ambacho wewe unacho. Ndio nikaona nenda chumbani, sijui ni chumbani ni wapi, nikaona ni kinywaji ambacho nilikuwa sikijui mimi peke ambacho kinywaji gani ameniletea. Sasa nimekunywa kile kinywaji chake. Kipindi ninapokunywa kile kinywaji nikakuja kujikuta sasa ganzi ndani ya mwili wangu, mwili unamtepeta, nikakutana nimelala ghafla. Kipindi ninapoamka sasa nikajikuta nipo ndani ya nyumba nyumba kubwa sana, sijui nyumba gani. Yani sasa nimeshtuka, najikuta niko ndani ya nyumba ile ya mjengo ambani ni hekalu. Nikasema la, hii fasi nilikuwa nikitazama huku na kula na vitu vyenye thamani sana. Nikasema la, hii fasi sijui nimeingia wapi kabisa. Sasa kipindi naamka niko nakimbia mle ndani naangalia kama nitafika, ila nilikuwa nakimbia kinusu na wasifiki mwisho hapo nipo naelekea. Sasa sijui, nikasema Mungu wangu nisaidie. Ghafla nimepigwa kofi kwa sababu nimesema Mungu wangu, nikazimia. Nimejikuta nazimia. Sasa kuamka nikajikuta niko ndani ya mikono ya wanawake ambao nao siwajua kwa kama Waarabu hivi fulani. Wakaniambia wewe kinachokuponza ni kwa sababu umesema Mungu wako. Mimi nikashtuka, nikasema Mungu wangu, nikamwambia sababu kwani mwenu wa nani na hapa niko wapi? Ndio wakasema usitaki kutujua, utatujua zaidi. Ndio sasa wakasema kwamba mkubwa wao ambao ndio shefu wao amenitaka sana nije katika ulimwengu wao. Nimeshangaa na hilo neno, ila nikapuuzia, nikasema acha nione mwisho wao. Ghafla nikaona wanaume ambao ni wawili hivi walikuja, Waarabu naona kuja wananikamata mkono huku na kule. Sasa kipindi niko natoka naona huku juu naona masamaki kubwa ambazo nilikuwa sijana. Nikaona niko chini ya maji hivi, lakini naona napumua, nasema ni ulimwengu gani ambao niko huko. Sasa nikafika huko pembeni kwa mkubwa wao, ila nikikuwa nikuangalia hivi nikamwona ambaye yule binti ambaye njoo Asia sasa amekuwa kinitizama. Ndio nikaona huko mbele nikamwona mkuu wao amekaa katika kiti cha ufalme. Nikashangaa alikuwa ni Malkia. Sasa kipindi ninapofika pale wakanambia kijana piga magoti mbele ya Malkia. Nikapiga magoti. Akanambia muombe Malkia, hapa hakuna cha kusema Mungu wako, hakuna cha kusema nini. Huyu Malkia hapa ndio Mungu wako nimeshangaa, lakini nikasema acha ninyamaze niwe mpole, maana niko mjua watu. Najiuliza ndani ya moyo wangu, huyu binti si yule Asia? Tumefika aje hapa? Sasa ni yule Malkia wao. Akanambia karibu sana kijana, chochote unachokifikiria ndani ya moyo wako nitakikwambia. Nimeshangaa nikamwambia mtaniambia kwa nini mwenu kina nani? Akanambia sisi ni watu ambao maalumu tuliotengwa na Mungu. Nikamwambia kama wakina nani, mbona mjanifafanulia? Akanambia binti yangu Asia alikupenda tangu sana kwa sababu tunaona nyota yake na yako vinaendana. Nikamwambia kwani mwenu kina nani? Akanambia sisi ni kina majini. Nimeshtuka kusikia wao ni majini. Nikazimia. Sasa ghafla kushtuka najikuta kwa ile nyumba ya ule mpenzi Asia. Ananiambia bwana umelala sana leo. Nikamwambia nimelala sana, kwani vile ni saa ngapi? Akanambia hivi ni masaa ya ajira ya 9 ya usiku. Nimeshangaa sana. Nikamwambia acha niondoke. Nikamwambia lala tu hapo utaondoka asubuhi. Nikamwambia hapana, haiwezekani, ifo niondoke maana naona muda umeniacha na tena rafiki yangu kule wangakiwa nanisubiri. Sasa msikose kutusubscribe na comment ili tujue sehemu ya pili kipi kilichoendelea ule kijana, badala ya kujua kwamba ametoka ndani ya ujinini na kufika ndani ya ule mjengo wa ule bibi. Karibu.